Habari za wakati huu mtazamaji wa ITV, zifuatazo sasa ni habari za saa. Mimi ni Sara Bakalalwa, karibu. Kamati ya Bunge ya Hesabu za Serikali imetaka Mamlaka ya Mapato nchini TRA kuhakikisha inawasilisha kwa kamati kiasi cha kodi kilichokusanywa kwa kila idara ya kodi kutokana na utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa na CAG. Taarifa hiyo ifanyiwe uhakiki na CAG ili kuthibitisha usahihi wake na iwasilishwe kwa Katibu wa Bunge ifikapo tarehe 30 Agosti 2026. Wafanyabiashara kwa sauti moja wakapendekeza kwamba kwa nini masuala ya kodi yasiwe kwenye mitaala ya shule zetu, kwa maana shule za msingi, sekondari na vyuo waweze kuhamasishwa wale, kwa maana ya kufunzwa manufaa ya ulipaji kodi. Wahakikishie kamati kwamba tumepokea maagizo na tutakwenda kuyafanyia kazi na tutayawasilisha kama mlivyotupa muda wa kuwasilisha. La mwisho ni kwa sababu ni kamati yetu, tarehe 1 Julai TRA itatimiza miaka 30 na tunatarajia kuwa na sherehe ya kutimiza miaka 30 ambayo itaambatana na kutoa tuzo kwa walipa kodi bora. Wanawake na vijana wajasiriamali zaidi ya 200 mkoani Dodoma wamepatiwa elimu ya biashara na matumizi sahihi ya fedha ili kuimarisha biashara zao na kuondokana na changamoto ya mikopo kandamizi, huku akiziomba taasisi za fedha kupunguza riba na urasimu kwenye upatikanaji wa mikopo kwa lengo la kujikwamua kiuchumi. Mafunzo haya tunawapa elimu kujua kwamba kuna fursa mbalimbali na kuna mikopo ambayo serikali pia inatoa na pia na taasisi tofauti, na wajue kwamba kwenda huko mitaani sio kwamba ni sio sahihi. Waingie katika mikopo ya benki na kujua kwamba kuna riba nafuu ambazo zitawezesha. Kwa sababu ile elimu ilinisaidia kwamba niwe na nidhamu katika ile pesa ambayo nitakuwa nimeichukua. Nikaendeleza biashara yangu. Awali nilikuwa tu ni mfugaji wa kuku ambao nilikuwa nafuga kuku 20-30, lakini baada ya kupata ufadhili na hiyo mikopo nikaweza kununua mashine kubwa za incubator ambazo nikaongeza uzalishaji wa kuku. Naomba mabenki na taasisi za fedha muweze kupunguza urasimu ili upatikanaji wa hiyo mikopo uwe rahisi kwa wanawake. Na katika kuadhimisha siku ya mtoto Afrika, mratibu wa kitaifa wa Jukwaa la Watoto Tanzania Bwana Ombeni Kimaro amesema kuna changamoto za malezi katika ngazi ya jamii, familia pamoja na taasisi ambazo watoto wanatumia muda mwingi, hivyo ni vyema kuzifanyia kazi. Sisi tunawaasa wazazi, tunafahamu kabisa malezi yanaanza katika familia, katika ngazi ya familia. Na tunajua kabisa mtoto anaiga kile ambacho kinafanywa katika familia. Kwa hiyo tunawasihi wazazi popote pale walipo na walezi, kwa sababu wapo watoto ambao wameachwa wanalelewa na walezi, kuhakikisha kwamba wanaungana na mipango mizima ya serikali ambayo inalenga katika kuhakikisha haki za mtoto zinalindwa. Lakini pia tunatambua kwamba wadau na sisi tumekuwa chachu ya maendeleo katika malezi. Tunaomba tuungane kwa pamoja kutekeleza mipango mizima ambayo imewekwa kwa ajili ya masuala mazima ya malezi. Tutambue kabisa malezi yanaanzia nyumbani. Ni watoto, Tanzania imeweza kujaribu kuleta watoto wengi mashuleni, kuimprove access to education, lakini sio watoto wote wanaweza kwenda mashuleni. Mfano naweza kutoa watoto wa mitaani. Watoto wa mitaani wengine wanakuwa wanashindwa ku access education kwa sababu hawana malezi, hawana ulinzi, hawana familia. Kwa hiyo mara nyingi wanakuwa wanakaa katika mitaa na wanakuwa hawaendi shule. Kwa hiyo sio watoto wote. Unatambua haki za mtoto? Ndio. Haki za mtoto ni zipi? Apate malazi, mavazi, mahitaji sahihi. Ndio. Wewe unapata hayo? Hapana. Unaiambiaje serikali siku ya leo? Tuangalie tu hata na sisi huku pia, kwa sababu hata na sisi ni watoto. Ni kwa vile tu nini changamoto hujapata pa kukaa nini. Kwa sababu hapa kuna wadogo zetu wadogo kabisa. Umeona kama kuna wadogo zetu wadogo kabisa. Hawajasoma kabisa. Kuna kaka zetu hawajapata ajira kama gereji nini.
kweli asema mama yetu hata wakija, unajua mama yetu Sinza kuna vijana, kuna nguvu kazi Sinza hapa. Kwa hiyo hata serikali ikija hata ukichomoa 3 4 inawezekana mama yetu kaenda gereji nini. Mtazamaji, mwisho wa habari za saa kwa sasa, endelea kuangalia ITV.